Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameenda kuleta tabasamu kwa wananzali leo. Tabasamu ambalo lilipotea kwa muda wa miaka mingapi wananzali? Mingi. Amkumbuke hata idadi ya nilivyo miaka mingi. Na tabasamu lenyewe hili lilikuwa limepotea, halikuweko kwa sababu kutokuweko kabla ya daraja hili. Viko vifo vimetokea mahali hapa kwa watu kuzama. Wako watu wamekufa kwa sababu walitaka kwenda hospitali wafike haraka watibiwe, hawakuweza kupita, wakalazimika kuzunguka ule muda akafa njiani. Hivyo vimetokea. Lakini wako watoto walishindwa kwenda shule haraka kwa sababu ya daraja hili. Wako wananchi walishindwa kuuza mazao yao kwa wakati kwa sababu ya kutokuweko hapa daraja hili. Yote haya yalikuwa yanaleta changamoto kwa wananchi wetu. Lakini Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kujua na kuguswa na maisha ya Watanzania wakiweko hawa wa kata ya Nzali, alithubutu kutoa shilingi bilioni 14 kama tulivyozisikia. Hizi ni fedha nyingi mno. Angesema hivi nipeleke kwa wananzali, si nipeleke tu kwa jambo jingine jamani. Lakini akasema wananchi wa Nzali, wananchi wa Mtisi wana umuhimu sawa sawa na Watanzania wengine. Lakini tumesema hapa kuna taa. Mmeona tumeweka hii taa nzuri sana na inatoa mwanga. Nitumiwa picha jana nikafurahi daraja linapopendeza. Taa hizi zitawekwa 52 kama tulivyoambiwa. Mnajua mchawi ni nani? Mchawi ni mtu ataye kuja kuiba hii taa. Huyo si ni mchawi jamani? Sasa naomba nitoe shime. Kazi ya ulinzi ili raha hii ambayo tunaifurahia ya daraja hili kukamilika na sisi kutembea, kazi ya ulinzi ni ya kwetu sote. TANROADS ilikuwa kazi yake kujenga, hawezi kuja kuanza kulinda hizi taa. Taa hizi zinatusaidia sisi wananzali na Walachilono. Kwa hiyo hakikisheni mnafanya utaratibu wa kuhimizana ulinzi wa vifaa hivi. Mtu akiiba taa hii haiwekwi nyingine, hasara atakuwa nayo nani? Ni nyie, si ndio? Kwa hiyo naomba nisisitize kwenu, mchawi ni yule ambaye amepanga kuiba hizi taa, na sisi wananzali tuseme tutashughulika na huyo mchawi, hatapata taa hata moja. Zote zimewekwa kwa ajili ya kutoa mwanga, kuongeza usalama kwa wananzali, zifanye kazi hiyo. Na sisi tunasema akitokea mwizi, wananzali watamsema, watamjua kwa sababu mwizi huyo lazima atakuwa anakaa maeneo karibu na kwetu. Hivi atatoka mjini aje aibe hapa? Na akipatikana niwahakikishie, sisi serikali tumejipanga. Mtu anayeiba vifaa hivi tunamshtaki kwa uhujumu uchumi. Maana ameharibu mali ya serikali na atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Tunaishukuru sana serikali kwa kuona umuhimu wa kutekeleza mradi huu kupitia wakala wa barabara TANROADS. Mradi huu kama nilivyosema hapo awali unatekelezwa na mkandarasi Chico, yani China Hainan International Corporation ya China. Mradi huu una thamani ya shilingi bilioni 14.5 ambao unahusisha ujenzi wa daraja lenye urefu wa mita 60 na upana wa mita 11.4 ambao pia unahusisha na eneo la waenda kwa miguu. Mradi huu ulianza rasmi utekelezaji wake mwaka jana, mwaka 2024 tarehe 15 Novemba, na kwa mujibu wa mkataba unatarajiwa kukamilika tarehe 30 mwezi huu wa 12 mwaka 2025. Kutokana na changamoto zilizokuwepo katika eneo hili, wakala wa barabara iliendelea simamia kwa ukaribu mkandarasi ili kuhakikisha kazi hizi zote za muhimu anazikamilisha kabla ya msimu wa mvua kuanza. Kazi za ujenzi zimehusisha ujenzi wa daraja la mita 60, ujenzi wa makalavati madogo 4 yenye ukubwa tofauti tofauti, pamoja na barabara za maingilio zenye urefu wa kilomita 1.5. Kwa ujumla
Kazi zote hizo muhimu za uinuaji wa tuta la barabara pamoja na ujenzi wa daraja zimekamilika. Kazi zilizobakia ni ufungaji wa taa za barabarani, tuna jumla ya taa 52. Lakini vile vile uimarishaji wa kingo za tuta unaendelea, ikiwemo kuweka chuma za kingo la tuta la barabara pamoja na ujenzi wa mawe pembeni ya barabara na kufungua mitaro. Kazi hizi zote tunatarajia mpaka itapofika tarehe 30 Disemba zitakuwa zimekamilika. Utekelezaji wa mradi huu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mpaka sasa umefikia 98%. Kwa kazi mtakazoziona za 2% ambazo zimebaki ni hizo ndogo ambazo nimezitaja. Tuna imani kubwa kwamba kwa usanifu uliofanyika wa daraja hili na changamoto iliyokuwapo hapa na pamoja na maji mengi ambayo yalikuwa yanakuja kwenye eneo hili, daraja hili linaenda kutosheleza wingi wote wa maji utakaokuja kwenye eneo hili, na hivyo unaenda kutatua changamoto ambayo ilikuwepo hapa kwa muda mrefu, ya ambayo ilikuwa inapelekea shughuli mbalimbali za usafiri na usafirishaji kukwama kwa muda mrefu.